Usisahau, wanafunzi wa Yesu hawakumwambia Yesu tunaomba utuombee. Walimwambia Yesu tufundishe kuomba ili tuombe wenyewe. Na wewe unahitaji kuomba, usitake kuombewa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mwema tena katika siku ya leo, siku nyingine ambapo Mungu anatupa asubuhi kuamka kwa kujifunza neno lake. Ningependa leo tujifunze kwa habari ya umuhimu wa maombi katika kutimiliza furaha ya mtu, ama maombi ni lango la furaha. Umuhimu wa maombi katika kuitimiliza furaha ya mtu, ama maombi ni lango la furaha, ni kichwa cha somo cha siku ya leo. Na neno kuu ni kutoka kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 24. Ninasoma kwa msaada wa Mungu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Na kushukuru kwa ajili ya kila mtu anayenipa kusikiliza asubuhi hii, kila mtu uliyempa kutega sikio lake kwenye redio hii kunisikiliza, kila mtu ambaye umempa kutega sikio lake kunifuatilia kwa njia ya YouTube, Facebook, TikTok na mahali pengine popote. Na kusi Roho Mtakatifu kaseme na kundi hili lililoko ndani na nje ya nchi hii, wanaotufuatilia na wanaofuatilia redio hii. Mkono wako wenye nguvu, Bwana, ukayaguse maisha ya kila mtu. Mkono wako wenye nguvu ukafungue lango la maombi kwa ajili ya kila mtu. Mkono wako wenye nguvu ukampe kila mtu mpenyo wa kimaombi, kama ambavyo unatuongoza ya kwamba ili tuwe na furaha tunahitaji kuwa na muda wa kuomba. Katika jina la Yesu Kristo, nasimama kinyume na miungu iliyosimama kwenye anga na roho zilizosimama kwenye network zote, satellite zote za kuzimu zinazoingiliana na madhabahu hii kupingana na shauri lako na jambo lolote linalofanyika kwenye madhabahu ya radio Sauti ya Injili. Katika jina la Yesu nazivunja. Ninakusihi mkono wako wenye nguvu, Bwana, ukamfikie kila mmoja ambaye mbingu zimemchagua kusikia siku ya leo na kuhudumiwa na wewe. Na wale ambao pia Mungu wa mbinguni yamkini hawajaandaliwa kwa namna yoyote ile kuguswa na neno hili, basi malaika wako akafanya jambo la dharura kuhakikisha ya kwamba neno hili halitarudi bure, naenda kuyatimiza mapenzi yako ulionayo juu ya watu wako. Na ile roho ya uvivu na usingizi katika kuomba ikawaachie watu, na watu wakavikwa nguvu na uwezo na neema ya kupata hari na shauku tena ya kutafuta ibada na wewe kwa njia ya maombi, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Amen. Bwana apewe sifa. Ndugu yangu unayenisikiliza mahali popote, ndugu yangu unayenifuatilia mahali popote, kama nilivyokuambia, kichwa cha somo ni maombi ni lango la furaha, ama umuhimu wa maombi katika kutimiliza furaha ya mtu. Ili mtu awe na furaha kulingana na maandiko tuliyosoma, Yesu anasema hivi: hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Hapa kuna mambo ambayo Yesu anaya address kama changamoto za kundi analosema nalo, na hili kundi ni kundi la watu alioambatana nao, wanafunzi wake, ambao Yesu aliwaeleza kwa habari ya kwamba kuna muda hamtaniona, bado kitambo kidogo hamtaniona, na bado kitambo kidogo mtaniona tena. Anawaeleza kwenye ule mstari wa 17 mpaka mstari wa 23. Anawaeleza habari za kuwepo na kutokuwepo kwake. Na aliposema nao kwa habari ya kutokuwepo kwake, wakaingiwa na hofu, wakapata mashaka, wakaingiwa kwenye mawazo. Sasa wakawa wanajiuliza, wanaulizana ni nini maana hichi kitu ambacho Yesu anaongea, na wakawa na mashaka kwamba sasa akiondoka maisha yatakuwaje, kwa sababu kula kwetu ni yeye, kulipa kwetu kodi ni yeye, maisha yetu tulishayaacha, tuliacha ajenda zetu, tuliacha maono yetu, tukaambatana naye. Sasa akiondoka itakuwaje? Kwa hiyo wakawa
kwenye wakati wa hofu, wakati wa msongo wa mawazo, na kuipoteza furaha yao kwa sababu ya taarifa hii ya Bwana Yesu kuambia kwamba nitakuwepo na sitakuwepo tena. Yesu alipogundua ya kwamba wanafunzi wako kwenye njia panda na kwenye mahangaiko ya moyo na nafsi, baada ya Yesu kugundua hicho, alichokuwa anakifanya Bwana Yesu ili kukabiliana na taharuki hii ambayo imewaingia wanafunzi, alianza kuwaelimisha. Kwanza akawaambia, ni kweli mnaingia kwenye kipindi cha uchungu katika nafsi zenu, lakini uchungu wenu unatakiwa uzae kitu, ili kile kitakachozaliwa kutokana na uchungu wenu kiwafanye msahau uchungu na muingie katika furaha. Kwa hiyo kwenye mstari wa 21 Yesu anasema hivi, mwanamke azapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana hakumbuki tena dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa. Mtu ulimwenguni akawa anamwambia kwamba saa ambapo mtu anajifungua anakuwa na uoga sana kwa sababu ya maumivu ambayo anajua yako mbele yake. Lakini tukiangalia kwa jamii yetu ya leo, saa ya kujifungua pia ni saa ambayo ni riski. Biblia inasema ya kwamba wakati mama yake mke wa Yakobo anamzaa Benyamini, alikuwa katika hali ya kuugua na uchungu, na katika kumzaa yule mtoto alimuita Benoni, tafsiri yake son of my sorrow, mwana wa huzuni yangu. Baba yake akageuza lile neno pale pale akasema, hataitwa Benoni, ataitwa Benyamini, maana yake son of my right hand, mtoto kama vile mrithi wangu. Na yule mama alipojifungua alikufa. Biblia inasema ya kwamba mwali wa Eli katika kuzaa, wakati anaona uchungu, alipozaa alimuita mtoto wake Ikabod na akafa. Kwa hiyo hizi changamoto zilizopo duniani leo za watu kujifungua na kufa, ama mtoto kufa, ama mama na mtoto kufa, ama mzazi kufa akaacha mtoto, ni changamoto ambazo zilikuwepo tangu enzi za kuumbwa kwa dunia. Kwa hiyo wanawake walipofika wakati wa kuzaa walijikuta katika hali ya hofu na mashaka, kwa sababu wanaendea kipindi ambacho kwanza watapata maumivu, na inaweza ikatokea bahati mbaya katikati ya maumivu wakapoteza maisha. Kwa misingi hiyo sasa Yesu anawapeleka kwenye mfano, anawaambia wanafunzi wake, kama mnasikia uchungu nafsini mwenu, kama mnasikia huzuni nafsini mwenu, kama mnasikia hofu nafsini mwenu, ni kwa sababu kuna kitu kinaenda kuzaliwa. Kwa misingi hiyo mujipe moyo, kwa sababu hicho kitu kitakapozaliwa mtaingia kwenye furaha ambayo itafanya msahau uchungu wenu. Kwa lugha nyingine anawaambia, mnaumia sana kwa sababu naondoka, lakini hamjui kwamba kuondoka kwangu kuna neema itatokea kwenu. Mambo haya nayoyafanya mtayafanya ninyi, miujiza inayoitenda mtaitenda ninyi. Ikiwa nimewapa chakula, basi ninyi mtaweza pia kupata chakula kwa muujiza kama nilivyowapa. Ikiwa nawalipia kodi, na ninyi mtaweza kufanya. Kwa kuondoka kwangu msiwaze tu kwa habari ya uchungu, lakini muwaze kwa habari ya mamlaka kuu ambayo inakuja juu yenu baada ya mimi kuondoka. Kwa hiyo sasa Yesu anawaambia ule mstari wa 22, basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu itakuwa, na furaha yenu hakuna wa kuwaondolea. Yesu anawaambia hivi, sasa hivi mna furaha kwa sababu mimi nipo, lakini mimi ni furaha ambayo kuna saa itaondolewa kwenu, ila nikiondoka mtapokea furaha ambayo hakuna awezaye kuwaondolea. Hapa Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja katikati ya wanafunzi, hakuna atakayeweza kuwaondolea huyo Roho Mtakatifu, maana anaishi ndani yao, ataishi ndani yao, tofauti na mimi Yesu ambaye niko katikati yenu, lakini Roho ataishi ndani yenu. Sasa mstari wa 23 anasema, tena siku ile
hamtaniuliza tena neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapeni kwa jina langu. Sasa Yesu anawaambia sasa cha msingi ili haya yote yatokee, ili muweze kujikimu maisha yenu, ili muweze kuoperate, kutembea katika viwango vile vya miujiza nilivyotembea navyo, ili muweze kuwa na mtaji, ili muweze kuwa na maisha, sharti anawapa maombi. Anasema mutafanikiwa kwa kuomba, mutashinda kwa kuomba, mutalipa kodi kwa kuomba, mtaponya magonjwa na mtapona magonjwa yenu kwa kuomba, mutashinda vita vitakavyo vile vyenu kwa kuomba. Kwa hiyo anawaeleza, anawasisitiza, shikeni hili mujue jinsi ya kumwomba Baba, lakini namna ya kumuaddress. Ukitaka kuandika barua, kwanza lazima upate sanduku la posta, lazima upate address. Ukitaka kumpigia mtu simu, lazima upate kwanza address ambayo ni jina lake, utaresearch. Kwa Yesu anawaambia namna ya kumaddress Mungu, namna ya kumwendea Mungu. Ombeni kwa jina langu. Ndipo anapokuja sasa kwenye mstari huu wa msingi katika masomo letu la siku ya leo, ya kwamba hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Hapa kuna mambo mawili ambao Yesu anazungumzia kama changamoto. La kwanza ni kuomba lakini nje ya jina la Yesu. Ya pili ni kutokuomba kunakopelekea watu wanakosa furaha kamili. Anafurahi dakika 2, baadaye huzuni. Anacheka dakika 1, baadaye majuto. Anafurahi kidogo, analia kirefu. Yesu anawaambia hii furaha yenu haina utimilifu kwa sababu hamuombi kwa jina langu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya. Sasa kichwa cha somo kinasema umuhimu wa maombi katika kutimiza furaha ya mtu, ama maombi ni lango la furaha. Hakuna kuomba, hakuna furaha. Hakuna kuomba, hakuna ukamilifu wa furaha. Hakuna kuomba, kuna kuzidiwa na mawazo. Hakuna kuomba, kuna kuzidiwa na majaribu. Hakuna kuomba, kuna kuzidiwa na hofu ya mauti. Mtu asiyeomba anazidiwa na hofu ya kufilisiwa. Mtu asiyeomba anazidiwa na hofu hata za usiku. Mtu asiyeomba ni mtu ambaye hana furaha, hana amani. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu asiyeomba ni mtu ambaye anajikuta kwenye hofu na mashaka. Na Yesu anasema kukamilika kwa hiyo furaha ya maisha ni mtu ajue kuomba na ainvest, aikeze muda na aikeze gharama yake, aikeze nguvu, aikeze akili, aikeze moyo kwenye kuomba. Kwa kufanya hivyo, Yesu anasema furaha yako itakuwa timilifu. Kina maana ya kwamba furaha timilifu ya Mkristo hailetwi na fedha. Kwa hiyo ukiwa na pesa unaweza pia usiwe na furaha, lakini unaweza kuwa na furaha wakati hauna pesa. Furaha ya Mkristo haitimiliki kwa yeye kutokuwa na changamoto, kutokuwa na shida, kutokuwa na majaribu, kutokuumwa,
kutokupitia migogoro, kutokupita mahali pagumu pa kukataliwa. Hapana. Furaha ya Mkristo inatokana na amani aliyonayo, ambayo hiyo amani inatokana na imani aliyonayo, na imani inatokana na kiwango cha ufahamu na maombi aliyowekeza kwa Mungu, ambayo anaamini Mungu atajibu saa yoyote. Kwa kadiri mtu anavyoomba, kuna kiwango cha imani kinazaliwa ndani yake ambacho kinampa kutazamia kwamba kuna siku ugonjwa utaondoka, ambacho kinampa kutazamia kwamba kuna siku hii shida itaisha. Kwa hiyo wakati anasubiri iishe, anakuwa na furaha kwa sababu liko tumaini ndani yake linalotokana na nini? Na maombi aliyofanya. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Sasa tutafakari kwa habari ya maombi. Maombi ni nini? Maombi ni nini? Kulingana na muasisi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri, Dr. Martin Luther anasema hivi: prayer is the essential of Christian life. Maombi ni jambo la muhimu, la msingi, la lazima na lisilokwepeka katika maisha ya Mkristo. Maombi ni jambo la muhimu, ni jambo la msingi, ni jambo la lazima, ni jambo lisilokwepeka katika maisha ya Mkristo. Yaani maombi ni amri. Maombi ni ahadi ama agano kati ya Mungu na mwanadamu. Martin Luther anaendelea kusema, maombi ni pumzi ya nafsi. Maombi ni pumzi ya nafsi. Anamaanisha hivi: maombi ni sawa na mtu kupumua. Usisahau, Mungu alipofinyanga matope akatengeneza mwili, ule mwili haukuwa na uzima ndani yake, lakini alipopulizia pumzi kwenye ule mwili, Biblia inasema mwanadamu akawa nafsi hai. Mwanadamu, neno la Kiebrania lenye tafsiri ambalo ni muunganiko wa maneno mawili ya roho na mwili. Kwa hiyo roho na mwili havikuwa na uhai mpaka walipopuliziwa pumzi na Mungu, mwanadamu akawa nafsi hai. Asa Martin Luther anasema hivi: maombi ni pumzi ya nafsi. Kwa tafsiri nyingine, kadiri Mkristo anavyoomba, kiwango chake cha maombi ndicho ambacho kinaamua kiwango chake cha uhai na uzima. Na kadiri ambavyo Mkristo anapungukiwa na maombi, ndivyo ambavyo upungufu wa maombi kwenye maisha ya Mkristo una determine ama una tafsiri udhoofu wa afya ama uzima wa Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Martin Luther anasema maombi yanapaswa kuaminiwa, kuzingatiwa kwa uvumilivu, kwa msisitizo na kwa mkazo, pasipo kukata tamaa, bila kujali vikwazo wala vizuizi ama kuchelewa kwa matokeo. Hayo ni maneno ya Martin Luther. Anasema hivi: kwa kuwa maombi ndio uzima wa mtu, kwa kuwa maombi ndio oksijeni ya Mkristo, Mkristo anapaswa kuzingatia maombi. Mkristo anapaswa kusisitiza ama kuhimiza maombi kwa uvumilivu. Anaposema kwa uvumilivu ni kwa sababu kwamba katikati ya kuomba vinatokea vita vingi na changamoto nyingi. Kwa hiyo ili mtu aweze kuendelea kuomba, anahitaji kiwango fulani cha uvumilivu
ili asitolewe na changamoto anazokutana nazo katikati ya programu yake hii ya maombi. Lakini pasipo kukata tamaa. Hii ina maana waombaji wanakatishwa tamaa na mambo mengi, kudharauliwa, kuchekwa, saa nyingine kupigwa. Kadiri unavyoomba unajikuta mambo yanazidi kuwa magumu, yanakuondolea ujasiri, changamoto zinakuondolea ujasiri. Mara nyingine kuomba na kuto kuona matokeo kunaleta hali ya kukata tamaa na vikwazo mbalimbali. Asa Martin Luther akiyatambua hayo, anasisitiza ili tuweze kuomba vizuri, tunapaswa tuwe na kiwango cha uvumilivu, tuwe consistent, maana yake tuwe na uzingatifu, mara kwa mara, tufanye mara kwa mara, tufanye kila wakati, mara kwa mara, kila wakati, bila kuyumba, bila kuchoka, bila kukata tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa wapendwa mnaonisikiliza, kwa kurifaa tafsiri hii ya maombi na watu wengine waliotafsiri maombi kulingana na maandiko, maombi ni maisha ya kila siku ya Mkristo, maisha ya kila siku. Maombi ni mawasiliano. Hii imeandikwa kwenye Yeremia mlango wa 33 mstari wa 3. Maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Yeremia 33 mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo hapa kuna kuita, alafu kuna kuitika. Alafu unapomwita Mungu akaitika, anachokusaidia wewe ni kukufunulia mambo yanayohusu maisha yako yaliyoko sirini kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu wewe unaishi mwilini. Huwezi kuona yaliyoko rohoni usipoonyeshwa, na ili uonyeshwe unahitaji kuwasiliana na anayejua, ambaye anaviona vilivyoko rohoni kwa ajili yako, aidha vibaya au vizuri, ili akufunulie. Kwa misingi hiyo, tunapokuwa tumepotea njia, tunapokuwa tunaenda mahali ambapo hatupajui, tunachofanya tunapiga simu, mara nyingine tunauliza, tunaelekezwa. Kitabu cha Isaya mlango wa 45 mstari wa pili unasema hivi: nitakwenda mbele yako, nitapasawazisha mahali palipo paruza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Napenda haya maandiko, anasema hivi: nitakuonyesha, nitakupa hazina za gizani. Kumbe mwanadamu ana akiba iliyoko gizani ambayo hata yeye haioni ama haijui. Anasema hivi, na mali zilizofichwa mahali pasiri, kwenye safe wanasema ile ambazo kuna safe za fedha, kuna safe za dhahabu na vitu mbalimbali ambazo huwezi kuchukua hata kama umerithishwa mpaka upewe password. Kwa kila mwanadamu ana mali zilizoko gizani, hazijafichwa lakini huwezi kuziona kwa sababu ziko gizani. Na kila mwanadamu kuna baraka zake ambazo Mungu amemhifadhia zilizoko mahali pasiri, hata kama panajulikana lakini ni mahali pasiri. Kwa unahitaji kufunuliwa hiyo siri ili upate hicho kitu kilichoko sirini. Sasa maandiko yanasema hivi, tunapomwita Mungu anatuitikia. Tukimwita, baada ya kuitika anafanyaje? Anatuonyesha magari yaliyofichwa kwenye giza, mashamba yaliyofichwa kwenye giza, uponyaji uliofichwa kwenye giza,
Kila kitu cha thamani ambacho Mungu alimwandalia mtu, adui akaweka giza ili mtu asikione. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Maana yake Yesu anaondoa giza ili watu waone. Haleluya. Na Yesu apewe sifa. Tunapoomba, Mungu anatufunulia siri zake ambazo zimebeba baraka zetu. Kuna baraka zetu zilizoko sirini. Njia ya kuingia sirini ni kuzama rohoni kwa njia ya maombi. Hauombi, haujui, haupati, kwa sababu hata hauna ufahamu kwamba kuna cha kwako kilichofichwa mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu yangu, tunapotaka kwenda viwango fulani vya baraka, tunahitaji viwango fulani vya maombi. Na wanafunzi walijua siri ya kufanikiwa kwa Yesu ni maombi. Maana kabla hajafufua mtu aliyekufa, alitokea mlimani, na wachache waliopata neema ya kwenda mlimani na yeye walimuona akiomba. Kabla hajafanya huduma, ibishara na ajabu, alienda kuomba. Kabla hajauendea msalaba, alienda kuomba. Kabla hajaanza huduma, alipanda kuomba siku 40. Kwa hiyo utumishi wa Yesu, msingi wake ulijengwa katika maombi. Tujikumbushe tafsiri ya maombi kutoka kwa Martin Luther. Martin Luther, kama ambavyo nimekusomea, amesema hivi: maombi ni jambo la muhimu na la msingi, la lazima, lisilokwepeka katika maisha ya Kristo. Tushike jambo la msingi. Msingi ndio unaamua hapo juu pajengwe ghorofa, ama pajengwe nyumba ya mbao, ama pajengwe nyumba ya matope, ama pajengwe nyumba ya namna gani. Kinachoamua ni msingi. Huwezi kwenda juu zaidi ya kiwango ulichoenda chini kwenye msingi. Kwa msingi wa huduma ya Kristo ulifanywa imara kwa maombi ya siku 40 bila kula na kunywa chochote. Kama Yesu aliomba siku 40 akiwa na miaka 30 kama sikosei, kwa vyovyote tangu utoto wake inawezekana alikuwa na utamaduni wa kuomba, lakini hivyo havijaonyeshwa, kwa sababu huwezi kuomba siku 40 kama hauna utamaduni wa kuomba siku kadhaa, kama sio sehemu ya tabia yako. Kwa vyovyote Yesu alikuwa na tabia ya kufunga na kuomba, lakini ilipofika sasa kwamba ndio anaingia kwenye utumishi, akaweka mkazo zaidi wa kuomba siku 40. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa misingi hiyo, msingi haujatetereka mpaka leo, kwa sababu ulikuwa msingi imara wa kulianzisha kanisa. Musa alijenga msingi wake wa kukomboa wa Misri kwenye kisasi na hasira, kwa kumuua yule Misri, akamchimbia kwenye mchanga, lakini alifeli mpaka alipokwenda kufundishwa na Mungu. Alipokuwa kwa kuhani Yethro, akajengewa, akafundishwa kuomba, akajua jinsi ya kuiendea madhabahu. Alipoanza kuwekeza nguvu yake katika kumtegemea Mungu kwa maombi, ndipo aliweza kulibeba kusudi la Mungu. Ndugu zangu, marafiki zangu mnaonisikiliza mahali popote,
Napenda nikusisitize na nikukumbushe hili ya kwamba tunashinda kwa maombi. Tunaweza kula kwa maombi. Mkristo, maombi kwa Mkristo ni sawa na kupumua. Unahitaji kupumua, unahitaji kiwango fulani cha maombi. Kuishi kwetu, maombi yetu ndio yanaamua maisha yetu yaweje. Na kwa sababu hiyo, Shetani amewapiga vita waombaji na amepiga vita jambo zima linalohusiana na maombi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa misingi hiyo, ndugu zangu na rafiki zangu, napenda kuhitimisha kabla tujaenda kuomba ya kwamba tukumbuke Biblia inatusisitiza Biblia inatusisitiza katika kitabu cha Biblia inatusisitiza kuomba, na Biblia inaweka mkazo sana kwa watu kuomba. Kwa kupitia mistari michache ni kuongoze na wewe katika maombi, na ni maombi yangu Mungu akupe neema ya kuamka. Mungu akayamshe roho yako kwa ajili ya kurudi tena kwenye maombi, ili uweze kuomba. Kwanza, tamani hiyo neema ya kuomba. Pili, hudhuria kwenye makongamano na makusanyiko mbalimbali ya maombi, ikiwemo fellowship ya kanisani kwako na vikundi mbalimbali vya waombaji. Lakini pata muda wa kujitenga, muda mwingi wa kujitenga na mazingira ambayo yanaweza kukuwekea uzito wa kuomba. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kuomba ni neema, maana kila mtu anapenda kuomba, lakini si wengi wanaweza kuomba, kwa sababu inahitajika neema ya Mungu ili tuweze kusimama kwenye maombi. Na ningependa katika mambo ambayo naenda kuomba na wewe, la kwanza iwe ni neema ya Mungu ya kusaidia uweze kusimama kwenye maombi. Kwa hiyo tutakwenda kwenye maombi saa hii, nikimshukuru Mungu sana kwa kuweza kunisikiliza mpaka sasa. Niombe tusimame pamoja sasa kwenye dakika chache tuweze kumwomba Mungu pamoja. Cha kwanza tutaomba roho ya neema ya maombi. Zekaria mlango wa 12 mstari wa 10, Biblia inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Roho ya neema na kuomba. Mungu amesema anaweza kumwaga roho ya neema na kuomba, ili watu wapate hiyo neema ya kuomba, hata kama hawawezi, hata kama hawastahili. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila mtu ambaye unampa kunisikia saa hii, mahali popote alipo, na kusi kama ulivyoahidi Mungu, ushikae maagano. Mungu, unaliangalia neno lako ili upate kulitimiza. Kila mtu uliyemwamsha asubuhi ya leo, mahali popote alipo, kila mtu unayempa neema ya kufuatilia kipindi hichi saa hii, na kusile roho ya kuomba ambayo adui alinyamazisha kwa kupitia majaribu, kwa kumpiga kwenye lango la uchumi, kwa kumpiga kwenye afya, kwa kumpiga kwenye lango la kiimani, kwa kupiga kanisa. Yako makanisa ambayo yamepigwa na watumishi wake wakatawanyika, na waombaji wakageuka kusengenyana, kulaumiana, kuhukumiana, na ile neema ya imani na ile neema ya maombi ikafifia. Baba, katika jina la Yesu, kila mahali ambapo adui amepita akiharibu, akibomoa, akivuruga ndani ya makanisa, ndani ya familia, ndani ya nafsi ya mtu mmoja mmoja, uliahidi katika neno lako ya kwamba unaweza kurejesha na kuuisha na kumwaga roho ya neema na kuomba. Naomba hiyo roho ya neema na kuomba ikamwagike kataraboshandarabasika, imwagike ndani ya taifa la Tanzania, imwagike, miminike kwenye Kilimanjaro hii, kwenye mikoa yote ya nchi hii. Kanisa lako likavuviwe tena neema ya kuomba. Waombaji ambao walipigwa kwenye ulimwengu wa roho wakanyamazishwa, wainuke tena, hata kama wako kwenye ulevi, hata kama wako kwenye uzinzi, hata kama adui amewashikilia kwenye madeni, hata kama adui amewashikilia kwenye kazi na ubize. Roho Mtakatifu na njia nyingi za kulirejesha kanisa lako, kalikusanye tena kwa upya, kazikusanye,
ziamshe nguvu zako zilizoko ndani ya watoto wako ambao uliwapa kusimama kwenye zamu lao, na waliposimama kwenye zamu lao uwepo wako ukaonekana, matendo yako na ukuu wako ukaonekana, katika jina la Yesu. Amsha tena kwa upya, Bwana, nafsi zilizoinama, mioyo iliyozimia, watu waliokaa chini ya mretemo wakisubiri saa yao ya kufa ifike, wakilaumu na kusema lolote na liwe, wakilaumu na kusema ya kwamba siwezi tena. Neema yako Bwana ikawaamshe kama ulivyomwamsha Eliya pale chini ya mretemo akaendelea tena. Hiyo neema yako na iwe juu yao, kama ambavyo ulimpa Yesu Kristo neema alipokata tamaa akachoka, akasema kikombe hichi kiniepuke. Maandiko yanasema katikati ya kuomba ulishtuma malaika zako wakamtia nguvu. Naomba mbingu hizi Bwana, majeshi ya pepo wabaya yakateketezwe kwa moto, na majeshi ya malaika zako Mikaeli washuke kwenye anga hili la Tanzania kupitia mawimbi haya ya redio katika jina la Yesu. Kiambaza na ukuta wowote uliokaa kwenye ulimwengu wa roho ukaondolewe. Giza lolote lilotanda kwenye ulimwengu wa roho likaondolewe. Uwepo wa nguvu za adui ukaondolewe. Kila network za kuzimu zikaondolewe. Kila chaneli za kipepo zikaondolewe, na neema yako Bwana ishuke. Watu wakavuviwe nguvu ya maombi, watu wakavuviwe nguvu ya neno, watu wakajazwe na ule ujazo Bwana, ukaamshe roho za watu wako. Maandiko yanasema uliamsha roho ya Zerubabeli na roho ya Shaltieli, ukawaamsha kuliendea kusudi lako. Bwana, uliamsha ile roho ya Nehemia na ukampa kuomba, na alipoomba ukampa kibali, ukaamsha na roho ya mfalme Koreshi. Wewe ni Mungu unaweza kuamsha roho za watu, na hao wafalme ni wafalme ambao walionekana kama wapagani katikati ya taifa la Israeli, lakini saa yako ilipofika uliweza kuwaamsha na wakalitenda kusudi lako. Ni maombi yangu Bwana, nafsi zilizolala, roho zilizolala, mioyo iliyoinama, miili iliyochoka ikatiwe nguvu. Kanisa lililodhoofika kimaombi likatiwe nguvu tena. Watumishi wako ambao Mungu wa mbinguni tumeacha kukaa kwenye uwepo wako ili tupate mashauri yako, tukakaa kuongozwa na elimu za kidunia na namna ya dunia hii, tukaacha ile kusudi lako, tukaenda kwa mazoea, tukaenda kwa kukopi na kupesti. Achilia neema yako Bwana, neema yako ikatupe tena, kila mtumishi mahali popote akapate neema ya kwenda faragha tena na wewe, akapate neema ya kwenda kule sirini ambako umesema kuna vitu vya sirini, tukapate neema ya kwenda kukaa kwenye uwepo na wewe, ili utufunulie mambo yaliyoko gizani na utufunulie mambo yaliyofichika mahali pa siri, kwa ajili ya kulisaidia kanisa, kwa ajili ya kulisaidia kanisa lako, kwa ajili ya kuwasaidia watu wako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, usinyamaze, litukuze jina lako Bwana Mungu wa miungu na mfalme wa falme, maana wewe ni mwema, wewe ni mkuu, wewe ni mtakatifu usiyeshindwa, unayetangaza mwisho tangu mwanzo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Jehova, tunakuamini, unatenda, unafanya, hakuna kama wewe. Kitabu cha Zaburi mlango wa 145 mstari wa 18, maandiko yanasema Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Anasema atawafanyia wamchao matakwa yao, naye ataikisikia kilio chao na kuwaokoa. Bwana huwafadhili wote wampendao, na wote wasio haki atawaangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu umwombe Mungu kwa imani, na Mungu akupe imani na amani moyoni mwako ya kwamba Mungu yuko karibu na wewe. Hebu kiri ya kwamba Mungu ananisikia, Mungu yuko karibu na mimi. Ondoa hiyo hofu. Unajua saa nyingine hofu ile kukosa imani kwamba Mungu ananisikia, Mungu anajibu. Kuna namna saa nyingine hofu na mashaka yananijia. Nataka nikuhakikishie kwa kupitia ile andiko ya kwamba Bwana kwa kupitia ile andiko kwamba Bwana yuko karibu na wote wamwitao. Mungu yuko karibu na wewe. Na kwenye Yeremia 23 kama sikosei, andiko anasema Mungu yuko karibu kuliko hata Mungu yuko karibu na wewe kuliko hata nguo zako ulizovaa. Inakuwaje Mungu anakuwa karibu na mtu kuliko nguo alizovaa?
Ni kwa sababu Mungu anaishi ndani yetu. Haleluya. Kitabu cha Yeremia mlango wa 23 taanza ule mstari wa 22. Biblia inasema, lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ningaliwasikilizisha watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Baba, katika jina la Yesu, onyesha ukaribu wako na msikilizaji wangu anayenisikiliza. Onyesha, jifunue kwamba uko karibu na yeye. Jidhihirishe kwamba uko karibu na yeye. Hayo mashaka ya kwamba Mungu umemwacha yaondoke ndani yake. Hizo hofu ya kwamba Mungu umemwacha zinazomfifisha kimaombi, zinazomfifisha kwenye neno na maandiko, Baba, katika jina la Yesu, hizo hofu na ziondoke. Hizo hofu ziondoke. Roho ya hofu ya kuachwa na Mungu iondoke juu ya msikilizaji wangu huyu ambaye ananisikiliza. Hiyo hofu ambayo inanifanya ajione ya kwamba yuko peke yake. Ulisema uko pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Thibitisha kwamba uko karibu naye kwa kumsikia na kumjibu kwa haraka, kwa kumsikia na kumwonyesha njia, kwa kumsikia na kumshauri. Bwana, umesema ya kwamba macho yako yatakwenda pamoja nasi, utatufundisha na kutuonyesha njia tutakayoendea, sawa sawa na Zaburi mlango ule wa 38 ule mstari wa Zaburi ya 32 mstari wa 8. Wamesema, wewe Mungu ni Mungu utufundishaye na kutuonyesha njia tutakayoendea, nikushaurie na jicho langu likikutazama. Katika jina la Yesu, kila mtu ambaye unampa neema ya kusikia sauti saa hii, Bwana, ile roho ya mashauri ya kiungu ikapate kuambatana na yeye, ambaye alifika mahali mfalme amani akaona ya kwamba haupo tena, ukatende jambo apate tena imani ya kwamba upo katikati yake, ukafanye jambo Mungu litakalomwaminisha ya kwamba bado una ajenda na yeye. Baba, tenda kitu, omba jambo jipya. Umesema katika maandiko yako kwenye kitabu kile cha Isaya mlango wa 40, neno lako Bwana linasema ya kwamba utafanya jambo jipya. Isaya mlango wa 43 mstari wa 19, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya hata njia jangwani na mito ya maji nyikani. Omba kitu kipya ndani ya huyo anayenisikiliza. Fanya jambo jipya ndani ya huyo anayenisikiliza. Leta mito na chemichemi za maji katikati ya jangwa. Onyesha Mungu wa mbinguni mambo mapya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Fanya jambo jipya. Umba nafsi ya mwombaji kwa upya, ambaye ameshindwa kuomba, mwonyeshe upo pamoja naye. Fanya kitu kipya, Bwana. Leta tumaini jipya la maisha. Leta tumaini jipya ya kusimama kwenye zamu, kwa maombi, kwa neno, kwa imani, katika jina la Yesu na kwa damu takatifu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, usinyamaze. Bwana, usitulie. Saidia mtu mmoja, mwezeshe mtu mmoja, mwinue mtu mmoja, mtengemeze mtu mmoja, kama ulivyosema ya kwamba unamuinua mnyonge kutoka mavumbini, unampandisha maskini kutoka jaani, unawaketisha wote wanaketi pamoja na wakuu, katika jina la Yesu. Tamwomba Mungu akupe neema ya kuomba bila kukata tamaa. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17, Biblia inasema, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Lakini ule mstari wa 16 unasema hivi, furahini siku zote. Tunaona mwombaji anapaswa uwe na furaha, ishara ya kwamba unamwamini Mungu wako, ishara ya kwamba una uhakika katika kile unachokiomba. Lakini katikati ya furaha, omba bila kukoma. Kwa lugha nyingine, omba usiache mpaka kitokee. Wewe ambao uliomba mpaka kufika mahali ukaachia njiani, na kutamkia kwa jina la Yesu, kaamke kwa upya tena, upate hasira na hari mpya ya kuomba katika jina la Yesu. Mapepo, nguvu za asili, nguvu za giza, utawala wa kuzimu, majeshi ya kichawi na ya kiganga yaliyokandamiza waombaji
kwa jina la Yesu, wakakosa furaha, wakakata tamaa ya kuendelea kuomba, waachie kwa jina la Yesu, waachiliwe kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu waliofungwa kwenye ulimwengu wa roho, hatua za watu zilizokamatwa kwenye ulimwengu wa roho, viwango vya watu vya maombi vilivyokamatwa kwenye ulimwengu wa roho, majira na nyakati ambazo zimesimama kama malango ya maombi yaliyofungwa kwenye ulimwengu wa roho. Achia adui shetani. Lile lango la maombi la saa 12 kwa ajili ya waombaji liachiliwe. Lile lango la maombi la saa 3 kwa ajili ya waombaji liachiliwe. Lango la maombi la saa 6 lilokamatwa na wakuu wa giza, na tuma radi za moto wakapigwe, waachie hilo lango, maana ni lango la Bwana. Ekarabashandarabasika, ni lango la Bwana na wenye haki ndio watakaopita. Tunakamata hayo malango ya saa 6, tunakamata hayo malango ya saa 9, tunakamata malango ya saa 12, majira ya mchana na majira ya usiku, saa 12, saa 3, saa 6, saa 9, saa 12 yatakuwa ni malango ya mpenyo, na wenye haki ndio watakaopita, wale watakaokaa kwenye zamu lao la kuomba, wale walioko kwenye zamu lao la kutafuta uso wa Mungu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana mgalia hai. Nguvu ya kuomba pasipo kukata tamaa na imwingie kila mmoja wetu, na imvae kila mmoja wetu. Nguvu ya kuomba pasipo kuchoka na imwingie kila mmoja wetu, na imvae kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Malaika wa zamu, wale wanaopita wakifanya doria, wale wanaofanya ziara kuwaamsha watu kwa ajili ya shauri la Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, wasilale, wasinyamaze, wasisinzie, wasitulie, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, ukatukusanye tena chini ya mbawa zako, waombaji wakaamshe kwenye makanisa yote, kwenye madhehebu yote. Bwana, umba waombaji na achilie nguvu ya kuomba bila kuzuiliwa na mifumo ya kidunia, bila kuzuiliwa na udini ama udhehebu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu mpya inayoumbika ndani ya kila mtu, ili sawasawa na Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 16 mpaka wa 18, watu wakaombe pasipo kuchoka, watu wakaombe pasipo kukoma, na moyo wa shukurani ukaambatani na waombaji. Sawa sana ule mstari wa 18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Msimzimishe roho, mala msitweze unabii. Hiyo roho ya kuzimishwa kwa Roho Mtakatifu wako anapoamsha watu kwenye ndoto, hiyo roho inayomzimisha, hizo nguvu zinazomzimisha huyo roho zikanyamaze. Isiwepo roho ya mtu mmoja atakayoamshwa na Bwana kwa ajili ya maombi ikashindwa kuamka. Nguvu ya roho zetu ikauishwe, nguvu ya roho zetu ya maombi ikauishwe, nguvu ya roho za waombaji ikauishwe. Energize your prayer people in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wakauishwe, waombaji wahuishwe, na nguvu zao zihuishwe, na nguvu zao za kuona zihuishwe, na nguvu zao za kusikia kutoka kwa Bwana zihuishwe, na nguvu zao za kutoa sauti zikahuishwe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, utakaposema na mwombaji mmoja akasikie, asiwepo wa kutweza unabii, asiwepo wa kumkufuru Roho Mtakatifu wako, asiwepo wa kumnyamazisha Roho Mtakatifu wako. Tunaondoa hiyo asili na hiyo mamlaka iliyotawala na kutumikisha na kulizima kanisa na kulidhoofisha kanisa kwa namna yoyote ile. Kanisa likapate kuwa na makali tena, kanisa likapate kuwa na uhai tena, maana umesema maombi ni uhai, ni pumzi. Kanisa likapumue tena kwa maombi, kanisa likapumue tena kwa maombi, kwa kuwainua wachungaji waombaji, kwa kuwainua mashemasi waombaji, kwa kuinua mapadri waombaji, kwa kuinua mitume na waombaji, kwa kuinua maaskofu waombaji. Inua Bwana, inua katikati yetu sote, kila mtu akapata hiyo neema ya kuwa mwombaji na kuomba kwetu. Maandiko yanasema ya kwamba mitume waliungana wakasema tuombe, wakaomba. Bwana, tunaomba neno lako likaponye watu, neno lako likafungue watu. Na walipokuwa katika kuomba, maandiko yanasema mahali pale pakatikiswa. Nguvu ya kanisa ya kuomba na ikalijilia kanisa, kanisa liombe kwa viwango ambavyo vitatikisa mbingu, vitatikisa ardhi,
vitautikisa ulimwengu wa giza na vitaachilia mlipuko mkubwa wa uamsho ndani na nje ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Haleluya, amen. Kitabu cha Marko mlango wa 11, Marko 11:28, Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Nataka uombe Mungu auishe imani yenu. Unajua Biblia inasema kwenye Yakobo, mtu wa kwenu amepungukiwa na imani na hekima, na aombe. Kumbe hekima ikipungua juu ya mtu anaweza kuomba. Wanafunzi walimwambia Yesu ya kwamba, tunaamini Bwana, tusaidie kutokuamini kwetu. Kumbe kuna saa mashaka yetu yanapozidi, tunaweza tukaitisha msaada wa Mungu atusaidie mashaka yetu. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakuamini, naomba unisaidie kutokuamini kwangu. Bwana Yesu, ninakuamini, naomba unisaidie mashaka yangu. Bwana Yesu, ninakuamini, naomba unisaidie hofu yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya Bwana ikupe kuomba kwa imani kama maandiko yasemavyo kwenye Marko mlango wa 11 mstari wa 24. Nawaambia, yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba mmepokea na yatakuwa yenu. Mungu akupe kuamini katikati ya magumu. Mungu akupe kuamini katikati ya hali ambazo kibinadamu haziwezekani. Mungu akupe kuamini katikati ya hofu na mashaka. Mungu akupe imani. Karaboshata rikabayanderebosika. Mungu akupe imani umbike ndani yako, na usisahau imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Mungu aongeze viwango vyako vya muda wa kusikia kutoka kwake. Mungu akuongezee viwango vya wewe kutenga muda wa kutafuta neno la Mungu, wa kutafuta kusikia, ili katika kusikia kwako, katika kusikia shuhuda, katika kusoma maandiko, katika kutafuta uso wa Mungu, viwango vya imani vikaongezeka ndani yako katika jina la Yesu na kwa damu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uhimidiwe Bwana usiyeshindwa, uhimidiwe Bwana mwenye uweza na mamlaka yote, uhimidiwe Mungu, maana utaachilia neema ya kuomba, na si kuomba tu, kama maandiko yasemavyo kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa imani. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa imani. Mungu aombe imani ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, amen. Kitabu cha Luka mlango wa 18 mstari wa 1 mpaka wa 8, Biblia inasema, mwanamke mmoja mjane alimwendea kadhi mmoja, akamsumbua sana. Yule kadhi akawa mgumu kumsikia, lakini yule mwanamke hakuchoka, alienda tena na tena na tena na tena. Yule kadhi akafika mahali akasema, kuliko mama kunijiajia kila siku, acha nimpe haki yake. Na Mungu akauliza kwamba, je, ikiwa huyu kadhi dhalimu asiyejali wanadamu anaweza kuona aibu akaamua kutenda haki, je, Mungu si zaidi? Maandiko anasema Mungu ni zaidi, atawapatia watu wake haki yao, wale wanaomlilia usiku na mchana, wasiokata tamaa, katika jina la Yesu. Na kutamkia Mungu akupe neema ya kutokuchoka katika jambo unaloliendea kwenye maombi. Mungu akutie nguvu ya kutokuchoka, uende tena na tena, ubishe hodi mchana, ubishe hodi usiku, ubishe hodi asubuhi, ubishe hodi jioni, ukiomba haki yako mbele za Mungu mpaka Bwana atakapokutendea katika jina la Yesu na kwa damu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Ire, Eligibo Sabaoth, Elion, Eliolam, Jehova Sidikeno, katika jina la Yesu. Mungu unayejibu kwa moto, asante maana unajibu. Nataka tumalizie na Wafilipi 4 mstari wa 6 na 7. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na 7. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na 7. Biblia inasema hivi. Acha tuanze mstari wa 4. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa maombi haya, Mungu akupe moyo wa furaha
siku zote, katika mambo yote, kwa nyakati zote. Kwa maombi haya Mungu akupe upole na utulivu, uvumilivu na imani mbele za watu na mbele zake mpaka utakapoona ushindi katika jina la Yesu. Kwa maombi haya Mungu akupe neema ya kutokuishi kwa paniki na mahangaiko, bali kutulia katika neno la Mungu alilosema na wewe, na katika kusali, na katika kuomba, na katika kumshukuru, na katika kumweleza mambo yako yote, na Mungu akakupe amani. Uhifadhiwe katika amani ya Bwana ipitayo akili zote. Uhifadhiwe katika amani ya Mungu ipitayo akili zote, ikuhifadhi moyo wako na nia yako katika Kristo Yesu. Mungu anakupenda, Mungu anakujali, Mungu anakuwazia mambo mema. Ujue maombi ni sawa na pumzi, na pasipo pumzi mtu amekufa. Lakini kwa maombi utaishi, kwa maombi utakula, kwa maombi utavaa, kwa maombi utapata kazi, kwa maombi na bidii kazini usisahau, kwa maombi na kusikiliza, maana ukiomba mbingu zinaongea. Na ujumbe wa leo ni sauti ya Mungu kwako kukupa hatua. Usisahau, wanafunzi hawakumuomba Yesu au waombee, walimwomba Yesu tufundishe kuomba. Usisahau, wanafunzi wa Yesu hawakumwambia Yesu tunaomba utuombee, walimwambia Yesu tufundishe kuomba ili tuombe wenyewe. Na wewe unahitaji kuomba, usitake kuombewa. Jua kuomba mwenyewe. Katika mambo yote tunashinda zaidi ya kushinda pale tupenda. Amen. Ni mchungaji Tumaini Tarimo, mchungaji kiongozi wa usharika wa Engari Nairobi. Mungu akubariki sana, na Mungu akuonekanie, na Mungu aifanye siku ya leo kwa siku ya baraka kwako. Mungu akupe hatua kupitia kipindi ulichosikia cha siku ya leo. Hautabaki ulivyokuwa. Amen.